Habari sasa hizi we mtazamaji wa channel yako pendwa kabisa ya Kiyaga TV. Asalamu alaikum popote ulipo. Bwana, leo tumekuja mbali, tumefunga safari kuja mbali sana kumfuata huyu mwamba ambaye unamuona hapa mbele yako. Tumekuja huko kwa sababu tumekuja kupata kitu adimu ambacho uweze kukipata sehemu nyingine yoyote, bali unakuja kukipata hapa kwa Dr. Kiyaga. Wale ambao wana matatizo, wana mazongo, wana fitna, mabalaa yanawaandama, kiboko yenu huyu hapa, huyu mwamba mnamuona hapa. Mkija hapa kila kitu kinakwenda sawa. Sasa kwa kuwa sisi tumesikia huko juu, sasa leo tumekuja moja kwa moja kwa Dr. Kiyaga, atatutibithishia yeye mwenyewe hayo ambayo sisi tumeyasikia kutoka kwake. Yeye ni ya kweli, na kama ya kweli tunayapataje na tunanufaika vipi kupitia kwa Dr. Kiyaga? Baki na mimi, ila tunakusihi usikose kusubscribe, kucomment na kushare ili wa kwanza kupata habari za kila siku ambazo zinashuka hapa kwa Dr. Kiyaga TV. Bwana, tupo pamoja. Habari Dr. Kiyaga? Salama tu ndugu mwandishi. Ndio. Bwana, sisi tumefunga safari kuja hapa baada ya kupata sifa zako nyingi huko tulipo kwenye mtandao wa kijamii. Tukasikia bwana, watu wengi wanakuja kwako hapa wanafanikiwa, ambaye matatizo ambayo pengine huko walipokwenda walishindikana, lakini kwako wewe yamefanikiwa. Hii sifa ni ya kweli au watu tu wanakujaza upepo? Kwa kweli ndugu mwandishi, mimi niseme katika watu 1000 hawawezi wote wakakusingizia wewe uongo. Lakini mimi naamini imekuwa ni ushuhuda na watu kukaa huku niko mbali, kama ulivyoona kutoka huko mlikotoka mpaka huku niliko kuna hatua, kutoka mjini mpaka huku kuna hatua kidogo. Mimi naona kwamba ni kweli, na ni kweli tupu. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu yanafanikiwa yaliyo mengi majambo ya watu inshallah. Sasa Dr. Kiyaga, wewe ni mtu wapi? Mimi ni chotara. Ndio. Mimi upande ni Mnyamwezi kwa baba, lakini pia upande ni Mnyarwanda kwa mama. Okay. Umechanganya huko na huko. Baba yangu unajua machifu. Yes. Miaka ya nyuma wao machifu walikuwa wanaozeshana tu wenyewe. Sasa. Kwa hiyo mimi ni mtu wa Uyumbu. Nimezaliwa Uyumbu. Miaka hiyo bado inaitwa Uyumbu, iko chini ya Urambo, Tabora. Lakini mama yangu mpaka leo iko Kigoma kwa sababu ni watu ambao walitoka muda mrefu kwa Rwanda. Okay. Sasa ni wa Tanzania sasa. Naam. Okay, hii taaluma yule ambayo ulionayo ambayo kuwasaidia wanadamu kasisi ambayo tuna mazongo, tuna mabalaa, unatufanya maisha yetu yananyoka. Hii taaluma wewe umepata wapi? Umesomea au kuna chuo maalum ambazo kinafundisha haya mambo na sisi tukasomee? Au wewe, hebu tueleze siri ya hii mafanikio. Hii taaluma umepata wapi? Ni kweli wanasema Namibia kuna chuo, lakini mimi sijabahatika kwenda chuoni. Imekuwa ni Mwenyezi Mungu tu tuseme, kwa sababu nikiwa bado mdogo, kwanza nina sifa ya kuzaliwa na meno ya huku, sio ya mbele. Okay. Kwa hiyo nimekuwa hivyo nikiwa mdogo mpaka nimekuwa, na chimbuko la kwetu ni machifu kama nilivyosema awali. Kwa hiyo imekuwa wana mambo mengi machifu, kwa hiyo imekuwa nasoma huku na huku sana nyumbani, lakini nikapata bahati ya kuwa na viumbe kama marohani na mizimu mbalimbali ya nyumbani, ikanipenda, ikawa inaniotesha baadhi ya tiba nyingi, mpaka hivi ndio ambayo inaniongoza mpaka kuja kukaa huku. Ni kwa sababu ya yenyewe ilichagua tukakaa sehemu fulani kwa sababu ya uhitaji ya watu fulani. Kwa hiyo ni kama zawadi umepewa? Naam, zawadi. Naam. Na kwa nini uje ufanyie dawa? Kwa nini sio nyumbani Kigoma au Tabora? Nimekaa Tabora miaka 10 nikifanya. Lakini mzee ndo aliniambia mimi, akaniambia mimi bado sijafa, kwa hiyo nenda kakae sehemu nyingine, kwa sababu mwanamke na mimi nilikuwa nimeoa ni wa Kigoma, ili lazima niende kukaa ukweni Kigoma. Lakini baada ya kukaa kule nimekaa miaka 9 Kigoma. Mzee akaniambia hapana, huko ukweni, ondoka, nenda Matoka Jua. Kwa hiyo mimi nimekuja kwa maelekezo kabisa ya nyumbani, sijaja tu kwa sababu nataka labda kutafuta maisha na nini. Ningetaka maisha nisingekaa shambani huko, mimi ningekaa mjini. Sawa. Ningekaa sita kabisa kule, kwa sababu niliwazaga nikae Kariakoo, nikawaza nikae Ilala, lakini mazingira akanishinda, kwa sababu mtu anataka kusafishwa nyota. Anataka kusafisha nyota, wewe unaenda kuchukua udongo njia panda, ndio unaoleta pale, unacholea njia panda zako pale. Maana yake inaitwa mbadala. Sasa kama ni mbadala, maana yake haiwezi kawa halisia ya kumsaidia yule mtu. Kwa hiyo lazima yule mtu apeleke njia panda, kama kaloga njia panda apeleke njia panda.
Hasa njia panda kwa Dar es Salaam na mji wenu ulivyokuwa mkubwa ni hatari. Kesho asubuhi kwenye vyombo vya habari vyote anaenea. Sasa ni kudhalilishana. Kwa hiyo huku tunafanya majambo yetu safi. Ukimpa mtu kwenye sifuria, kwenye ndoo, kakoge dawa njia panda, ataenda sehemu ambayo ni nzuri, atajistiri, atakoga, atarudi salama. Ili swali hata mimi nishaye kulijiulizaga miaka ya nyuma kwamba kwa nini wataalamu hawa wa tiba za asili wanapenda kukaa sehemu ambazo zenye sio mchanganyiko sana wa watu. Sasa hiyo ipata siri. Kuna vitu vingi uweze kuvipata kule mjini. Naam. Unakuja ukaa huku. Naam, huwezi kupata. Hilo jibu tumelipata. Nafikiri faida ya watu wengi watazamaji wa Kiyaga TV. Hilo nalo mko mnajiuliza siku zote. Najua muda wetu ni mchache lakini tunaweza tukafaidika. Gharama zako zikoje za utibiaji? Unakuwa na gharama maalum au ni nipe utaratibu koje? Okay, ni kwa faida ya sisi sote mwandishi na wengine ni kwamba mimi binafsi na wanafunzi wangu hatuna gharama rasmi kwa sababu hii kazi ni tunu kutoka kwa Mwenyezi Mungu na ndio maana wale viumbe wakanipenda. Hatuna gharama rasmi, gharama zetu ni ndogo. Pale mtu tu anapokuja, kwa mfano labda anataka kutibiwa, ameugua, yule mgonjwa hana hela. Mgonjwa hawezi kuwa na hela kwa sababu ni mgonjwa. Kwa hiyo ukisema hela maana yake wale wanaomuguza ndio wagaramike pale. Sasa si imekuwa Muhimbili hiyo. Kwa hiyo huwa tu ni gharama kidogo labda ya vifaa ambavyo sisi hatuwezi kupata vikanunuliwa na kununua na kuja. Yeye akishakaa vizuri ndio anaweza akatoa sadaka. Sisi hatuna gharama hiyo hapana. Kama unavyoona hapa nyuma siku na tofali hapa. Hapa kwenye hizi tofali kaleta mtu kama sadaka kaja katoa na mimi nipate kamjengo. Siku kija kunihoji nikae pazuri. Hongera sana Dr. Kiyaga. Naam, inshallah. Hongera sana. Hiyo ni faida nyingi ambayo tumepata. Waganga wazuri ambao wanakuambia kapone italeta sadaka. Sio nenda vale kama Muhimbili. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Dr. Kiyaga, nafikiri huku na muda mrefu huko unafanya kazi zako hizi za kutibia. Na nafikiri ulikuja mgeni uliokuta watu, inawezekana bado wewe ndio umeanzisha mji huku. Hebu kabla hatujamaliza kipindi, changamoto gani ambazo unapitia wewe katika kazi zako hizo ulipohamia tu huku? Vipi ambacho umekutana nacho unasema mpaka ukafika kipindi ukasema natamani hata nikahamie mji mwingine? Kwa kweli hilo swali ni gumu lakini ni zuri. Kwa kweli kila sehemu kuna changamoto zake. Ila huku nilivyokuja nilikuta kuna wazee huku maarufu. Na wazee wa pwani wanajulikana. Yaani kwa kupigana vimbola. Kwa hiyo nilifika wakanipokea, wakanitandika vimbola, nikashukuru Mwenyezi Mungu, nikamuomba na mimi nikatumia ujuzi wetu. Wale wazee nashukuru Mwenyezi Mungu wote wamekuwa yani wananiheshimu. Kwa kweli, ni wananiheshimu na hata kahawa tunakunywa pamoja. Waniheshimu na chochote ninachokitaka kinafanikiwa. Na hakuna tatizo kabisa, yani kwa huku kwenye kijiji hiki ukifika hata ukiwa mgeni ukiniulizia mimi huwa atakuleta mpaka nyumbani. Lakini fitina zipo. Si unajua hii ni kazi zingine. Lazima pawepo na fitina za hapa na pale, lakini sijafikia hatua kwa watu kunifanyia fitina mpaka kuonekana mbaya. Nashukuru Mwenyezi Mungu katika hilo na watu wa huku nawashukuru kwa sababu tumeishi kama familia. Pole sana. Asante sana. La mwisho labda tunataka tujue magonjwa gani ambayo unatumia wewe? Kuna mipaka maalum sema na mimi mwisho hapa magonjwa mengine CB mimi naishia matibabu haya, mtu akija na ugonjwa fulani asinitafute, au wewe huna mipaka? Mimi sina mipaka, ila isipokuwa napenda, kwa mfano kuna magonjwa yanayoonekana kwenye vipimo vya kizungu. Kwa mfano tunatibia ini kabisa, mtu anapona, pressure inapona, sukari inapona, na moyo mkubwa huwa unarudi katika sehemu yake. Dawa hizo zipo kabisa. Bwana wewe kweli? Lakini huyo mtu aje nijilizishe na vipimo vyake. Kama ni sukari iko ngapi, na akifika lazima, kwa sababu aende akapime tena, maana sukari inatakiwa mtu anapotumia dawa sukari aende kupima huko anatumia, uangalie ushukaji wake na upandaji wake. Ila moyo pia lazima aende kwa daktari wake ampe vipimo vile, aniletee. Hata sasa hivi anaskani kwenye simu, analeta, tunajiridhisha ni kweli umepanuka katika inchi kadhaa kutoka katika inchi kadhaa kutoka kwenye kifua. Kwa hiyo ile nyama likipanuka tunaanza kushughulika nalo kwa vipimo. Sio aje tu aseme mimi naumwa ini, hamna kipimo, siwezi kumshughulikia kwa sababu nitamzalishia tatizo. Kiyaga professional sana. Kwa hiyo hivyo napenda hivyo kwamba mtu akija na vipimo tunashughulika. Tunashughulika na kikaa vizuri na mwambie umepona, basi inshallah.
Tunaendelea mengine. Bwana Dr. Kiaga ni professional kweli doctor, ni si mtu wa kubabatisha. Nafikiri mazungumzo yake umesikia yananyoka, hajapindisha wala hajaleta ubabaishaji. Bwana mimi Dr. Kiaga leo nikuage kutokana na muda wetu ni mchache. Nafikiri muda mwingine tutakuja tutapata mazuri zaidi ya haya. Basi inshallah sana. Inshallah nashukuru Mwenyezi Mungu akulinde vyema inshallah. Neno la mwisho kwa watazamaji wanaotazama kutoka TV ya Dr. Kiaga, nini unataka kuambia kabla tuondoka? Mimi niwaambie tu kwamba kila jambo jema lina muda wake na huwa linakwisha. Kwa sababu mimi leo nipo kwa sababu ya kuwasaidia watu, siwezi kuelewa Mwenyezi Mungu amefanya hivi kwa sababu gani. Yawezekana ni kwa muda mfupi alafu Mwenyezi Mungu anitoe duniani. Kwa hiyo wewe unaposikia kama una mgonjwa wako na ndugu yako, mlete tusaidiane, Mwenyezi Mungu ampe nusura inshallah. Inshallah. Naitwa Toto la Kendengeleko Masunda na hii hapa ni Kiaga TV. Tukutane tena muda mwingine, na usikose kusubscribe, kucomment na kushare. Hilo ndio jambo la msingi ili uweze kupata habari zetu za kila siku ambazo zinashuka hapa kupitia Kiaga TV. Tukutane tena muda mwingine.